Nataka nizungumze juu ya mambo manne. Jambo la kwanza nitazungumza juu ya swala la utekaji. Utekaji, watu kuumizwa, yani kutekwa, watu kutekwa, kuumizwa, kuuawa na hata wengine kupotezwa. Sasa sijawahi kutoa msimamo wangu juu ya jambo hilo, lakini pia nitazungumza swala la haki. Juu ya swala la haki. Lakini pia nitazungumza juu ya swala la amani katika nchi yetu. Lakini pia nitazungumza swala la kushindana na wenye mamlaka. Kwa hiyo haya mambo manne nitakwenda kuyazungumza, na ninajua kwamba kuna kitu utajifunza. Pamoja na kwamba ni misimamo yangu, lakini na wewe unaweza ukajifunza juu ya misimamo yangu na nini naamini na ninaona nini kifanyike. Kwa hiyo naomba mnisikilize kwa makini. Naomba nianze na swala la utekaji. Swala la watu kutekwa, watu kuumizwa, watu kupotezwa na hata wengine kuuawa. Swala hili ni swala ambalo halikubaliki. Msimamo wangu mimi sikubaliani na utekaji unaoendelea, sikubaliani na watu kupotea, watu kuumizwa na wengine kuuawa. Ni jambo linaumiza sana ndani ya moyo. Kwa hiyo mimi msimamo wangu juu ya swala la utekaji sikubaliani nalo, wala siungi mkono masuala ya utekaji, wala sikubaliani nayo kabisa. Ni mambo ambayo nayapinga kabisa kwa nguvu zangu zote. Lakini pia pamoja na kwamba siungi mkono na sikubaliani nayo kabisa masuala ya utekaji, watu kutekwa, watu kuumizwa, watu kuuawa na watu kufanyiwa mambo ya ajabu, kuteswa kwa njia mbalimbali na mambo yanayoendelea nchini, pamoja na kwamba mimi sikubaliani nayo, lakini ninafahamu kwamba ni mambo ambayo yanahitaji fact, yanahitaji ukweli, yanahitaji ushirikiano, yanahitaji kwamba Watanzania tuwe kitu kimoja, tukubaliane kwa pamoja, tuangalie ni namna gani tunaweza tukaepukana na janga hili. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ni mambo ambayo yanahitaji ushahidi wa kina na ushahidi wa kweli. Haya mambo ninapoyazungumza, masuala ya utekaji, na wewe yasikie tu wanapopatwa wengine. Yasikie kwa wengine kwamba fulani katekwa, fulani kaumizwa, fulani kapigwa, fulani kauawa, fulani kapotezwa. Yasikie kwa watu wengine. Ni masuala yanaumiza sana. Kwa hiyo uomba Mungu yasikupate wewe. Mimi ninayeongea ni mmoja wa watu walioathirika sana. Mimi nilitekwa, nafikiri Watanzania wote mnajua. Niliumizwa, nilifanywa tocha za hali ya juu sana. Na sura yangu mnajua haikuwa hivi, japokuwa wengine na baadhi ya vyombo vya usalama pia walijaribu kutwist mambo fulani na kujaribu kusema wanayoyajua. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya rais. Wakati nilipokutana naye, kuna mambo alinieleza na nikaona kwamba ni vizuri kupambania afya kuliko kupambana na mambo ambayo yanahitaji fact sana, yanahitaji ushahidi. Kwa hiyo mimi ni mmoja wa waathirika. Ninapoongea masuala ya utekaji na masuala ya kuumizwa, masuala ya kupotezwa na kufanywa mambo mabaya, kwa hiyo mimi ni mmoja. Kwa hiyo sio mambo nayasikia kama wengine wanavyoongea. Hapana, ni mambo ambayo nimeyaonja mwenyewe. Najua maumivu yake, najua mateso juu ya kutekwa. Kwa hiyo ninafahamu ninachokiongea. Kwa hiyo haya sio masuala ya kuendea kwa paniki, ni masuala ya kwenda kwa taratibu. Tunahitaji utulivu wa hali ya juu, tunahitaji mshikamano, tunahitaji umoja na kukaa na kuzungumza ili kuweza kuona kwamba jambo hili ni kina nani wanafanya hivyo, na tuwe na ushahidi wa kutosha, na wametumwa na nani, na wanafanya kwa manufaa ya nani, na ni faida gani, ni kwa nini wanafanya hivyo. Ni mambo ambayo sio ya kukurupuka haraka na kuyaendea spidi. Hapana, ni mambo yanahitaji utulivu, yanahitaji kuungana pamoja na kupinga swala hilo. Hakuna anayeliunga mkono. Mimi napishana na wenzangu ile kuanza kupaniki na kuanza kutaka kama vile kuanza kutuhumu watu,
kutuhumu watu na kutaja majina ya watu bila kuwa na fakti. Hata wakati mwingine utakapohitajika kwenda kuelezea kwamba mtekaji ni fulani, huna fakti yoyote, huna uhakika, huna ushahidi wowote. Kwa hiyo ni swali linahitaji kuungana sisi kwa pamoja kama Watanzania na kuhakikisha kwamba jambo hili tunalishughulikia na linapotea kabisa ndani ya nchi yetu, kwa sababu sio jambo zuri wala sio jambo la kufurahisha.